nakwambia mimi naona. We baba. Njoo kwa speed. Taratibu. Chitala. Wewe unamwona nani? Wewe. Cheza na vingine usize na umbea wa mtaa huu. Unafanya jambo usiku asubuhi kwanza niko hele tunalijua. Opo. Asiyejua kama wewe leo usiku unaoa nani tena unaoa kwa. Ramadhani Karim ya Ramadhan, Ramadhani Karim ya Ramadhan, Ramadhani Karim ya Ramadhan. Siku muamika Mama Sili na kwa mijibu basi. kama kawaida. Shoga yangu. Sio kwa misongi hiyo. Niambie. Bibwa kalia ndo. Ndo hapa. Nipe bwana hata hiyo mimi nataka. Karibu. Asante. Naona hapo uko bize sana na vyombo. Una mzigo wa siku 2. Sasa shoga yangu, yani nimetokea huko nina furaha, niko lele. Niko winja, mtoto niko pambe. Usiniambie. Shauri yako. Yaisha. Wewe vipi bwana mchana kama mgonjwa? Choka. Umechoka mama mjamzito? Maisha wangu watu ambao wameolewa wana kazi. Hivyo mtu anakaa nyumbani kuanzia asubuhi mpaka jioni ili tu ambaye tabia nzuri. Ni siku moja tu leo amenishinda. Yeye 9:10. Bora kupiga simu zangu pokea. Mara simu ipatikane. Ndio nini? Simu naona unaniona. Shoga ndani leo katika nimetoka nje huko na nje kwa TikTok ndio kwa moto. Mama na Instagram kwa moto. Kisimcheki nimesimekea tani ndio namtendea. Fanya kama ulikuwepo. Hey. Yule bwana kaka leo kaniambia jambo la kufurahisha mpaka basi. Ile mizigo juu, nenda rudi. Leo tena basi. Hapo tena kama umeokota dodo chini ya mkoroshi. Subiri basi. Usinichambishe kabla sijamaliza kunywa. Alivyorudi leo kanikuta bidada kama mimi nimejaa tele pale nyumbani. Ndio akanipa zile habari nyepesi. Wacha. Kaniambia leo ndo tunafunga ndoa. Mimi alikuja hapa akaniambia ndugu yangu yupo. Sijui nini kama hayupo ashatoka kama kawaida yake. Basi mwambie mimi leo jioni naoa kwa Shezairi pale. Sijui nini. Naomba shemeji mje na mwambie na kaka naye aje. Ndugu yangu yule bwana. Sijui nini. Kama unavyomjua mwanaume wangu. Mie tena. Nikamwambia basi haya umemwambia mtu ndugu mambo kwa ushahidi na visimu tutakuwa navyo. Mwale huyu. Basi ndugu wangu ndio leo saa 1. Sasa yule Shezairi yule amemwambia mwenzangu yeye awe na shahidi wake na mimi shahidi wangu. Hiyo lazima kwenye ndoa. Kumbe lazima muwe na mashahidi huku na huku. Hawezi kuwa yeye ana shahidi wewe una. Haya, hapo sasa jambo ndio la haraka. Uko kijijini unawapigia saa ngapi ili wafike? Sasa shoga yangu kilicholeta hapa mimi. Usuia patia leo. Wewe umejisahau au? Katia nani? Sikuna kati ya mbwembwe leo. Mzee pishao. Kwani ndio leo? Sasa unajua tarehe ngapi jamani? Mambo yako lele. Shughuli winja. Kwenye bidai yangu ile alinunua bia zote za shughuli nzima. Hapo. Kwenye kununua bia shughuli nzima. Na itabidi uende ukamwonyesha mchango wako, umenielewa? Sio umejikaa shambani nyumbani kwenu unalala kama mjamzito. Si baba hizo hatutaki. Hayo tena hilo kwa sababu jambo la heri au achana nao, ina haja ya kupoteza gharama. Sasa udugu wangu mimi naomba unisaidie. Na mimi shahidi yangu yule wewe. Ni stili ndugu yangu. Kwa hiyo umezunguka kote usione wakiwa mashehe ujioniambie. Tena mimi ni shahidi. Mwanzo nishazoea kwenye shughuli mimi kigodoro, kiayai, mwali humu, nipo tena. Mama Sele sielewi. Humu tu. Kwa shoga yangu hutaki kuwa shahidi kwenye ndoa yangu. Sijasema sitaki. Siwezi, sijawahi yani kwa kifupi. Kwa sababu na ule wa ndoa ya uji, si ndio? Hakuna ndoa ya uji wala ya mkeka. Hata waliolewa kabla ya Ramadhani walitandikiwa mkeka chini, mashehe wakakaa kafungisha ndoa. Ulisikia ndoa ya mkeka na ya uji ina tofauti? Ndoa kwa Allah ni hiyo moja. Aina ya uji
wala ya mke. Sawa, kwa hiyo basi naomba unikubalie. Hilo ni ombi, sio lazima. Lakini ndugu yangu mimi nakutegemea wewe. Mimi naona hili jambo hakuna mtu mwingine zaidi yako. Wewe ndo karibu yangu. Shoga yangu naishauri sasa hivi. Aisha ninalimba kama rais. Hivi ninapokuambia nimeachiwa nyumba hapo hivi katoka kaka yangu. Na nimeambiwa nisibandwe mguu wangu. Na kama unavyojua kakaangu akianza kufuata kauli mbiu yake utaondoka hapa. Na kule kama unavyojua nishaharibu. Nikiharibu na hapo nenda wapi? Hivi wewe huyo kakako tangu lini au tangu asitangia siku gani? Leo kama mara ya pili. Wewe kamlizo mimi kweli. Hasa shoga yangu, unafikiri nisipokubali kwa mlezi na kwa nani? Ndio mfano sasa nimejeulikia mimi nimeenda kwenye pati au nimetoka nimeenda kwa kwenda kukirusha. Karudi hajanikuta kanifukuza. Naenda wapi? Au shoga utanisikia? Mjini hapa haukosi sema hata siku moja. Upo. Najua mimi nilipohangaika, unajua tutakuyabanga tena sasa hivi. Mimi kwenye pati na ndeni. Siku nyingine kama mimi nitataka niwepo kwenye mambo yenu kuanzia asubuhi mpaka saa 12, saa moja hivi naweza kujiiba. Ila usiku wewe na siku hizo umekuwa maji ya jioni wewe. Upo nyuma kama mfuko suruali. Kakako mwenye kashazeeka yule, kashajilia chumvi nyingi. Wewe umekaa tu hapo mtoto 2000. Baada ya upate vitu moto vitu shata, umekaza na kakako. Mtoto wa shehe. Sasa ingia mtoto wa shehe lakini hatusemi, umesikia Ndio moto wapi? Niache mbaya. Ila yapata shuguli kama inaniita. Kama inaniita wewe kaka tu hapo. Kama inaniita upoze kama koja asubuhi. Mama Sele. Basi haya, nitajitahidi. Maana naona umetoka huko na nawai tumie. Uwazi mtu mwingine yoyote. Wake wa masheko mpaka mie tena. Mimi nimekuchagua wewe. Moyo wangu umekupenda wewe. Naomba ulisimamie hili swala. Haya, nitakuja. Maana tena hapo utanikosesha hata ubuyu nisipa. Nikiwepo pale nipige picha nikienda kwa mtu nawaambia na ubuyu. Umenikaba. Wewe nini? Ndio umejamkia. Sasa nimekuamkia mimi ndo nakwambia ukweli. Wewe shaue. Hapa cha msingi wewe mwambie. Mimi hapa kilichobaki mimi changu mpaka umalize. Ila kwenda siwezi. Ila nitakachokusaidia tu, nitakutumia pesa yangu ukamnunulia zawadi ambayo umpelekee. Na wewe ipo siku moja tu. Haya sasa shoga yangu wote 9:10. Nasikia kesho ndo mfungo wa mwezi wa Ramadhani. Haya. Tangu lini wewe nakufunga? Ng'ombe na mochia nani? Na atafanya kama unaona. Kitu ndio hiki hapa. Na huyo sheke sasa huko ndani. Sijui hata maji naenda kunywea choo gani. Sijui mimi kama nitaweza makao yamenikuta. Sio madogo. Dude hili tu nimekushukia. Hivyo leo hapa kuna ndoa ya uji. Haya mimi ndio mambo ninayotaka. Nilijafia kitu lezi. Halina tafula na mimi na usu. Usiniambie. Hata vigelegele hajui. Nipo pale juu, yani ile shahidi ndio mie. Kuanzia leo na mimi nitakuwa mke wa mtu. Mke halali kabisa. Sasa ndugu yangu umejua kupambana. Kwanza ongea. Haya Na sana. umshukuru pia Mungu, yeye naye kakubali. Ni kweli kabisa, ni kweli alhamdulillah. Angekutoa mkuku ndugu kama umeachika. Toana na regineta. Shukuru Mungu. Nashukuru kweli shoga Na yangu. hii ndoa ikipita isiwe tena kama ndoa zinazosimuliwa kwamba ikiisha Ramadhani wameachana, ndoa kuvumilia. Sawa. Jitahidi umvumilie, mvumiliane. Maana kila mtu ana madhaifu yake. Mimi nikikuelezea kuona ile jumba langu utaniambia mmasema. Basi shoga yangu usinielezee mengi. Mimi hapa leo ndo siku ya kujiandaa. Nikianza kukaa kusikiliza wewe unavyonifungulia kurasa, mimi nitachelewa kuondoka. Niache nikajiandae ndugu wangu. Basi haya. Uboyo! Umenikaba. Nasikia kuna jamaa hapo ameishi na mwanamke si mwaka ngapi. Maskini. Mwaka huu atafunga ndoa. Ndoa ya uji jamani, Ramadhani kesho tunaoana leo. Leo dada jioni. Kwanza yote 9:10 anaoa nani? Kaka yule mtafanya. Ana midevu hivi. Nywele ya chani. Huyo Oyo basoji. kama ulikuwepo. Maskini. Anamuoa nani? Na mwanamke wake anaishi naye miaka mirefu jinsi mjuu. Mama, atakunaambia yule Amina. Unafahamu? Ai. Maskini ya Mungu yule shogangu lakini ndo atazi hivi. Ushoga maji, ushoga mboga, si unajua? Ndio. We. Au umesikia kesho Ramadhani mama?
waanze kupika futari, waache kuzini, kisa Ramadhani. Lakini ndoa anavaa, naenda kwenye ndoa tena. Kwa hiyo ndoa wapi? Hapa kwenu? Maskini wewe. Leo ananyosha mkono, dada fanya kama unaona nataka nivae kijiba changu cha kwenda kulia ubwabwa. Kama naona Masudi bin Midevu umekubali kumwoa Amina binti Upele. Nimekubali. Umekubali kuolewa na Masudi? Nimekubali. Mbona mwenyewe? Lakini sasa mimi niwekee tu hapa ndio yao. Wataweza kufunga? Ndio tatizo ngumu. Wewe na huyo Amina wote ndio wale kufunga mwezi. Yaani mimi mwaka huu shoga yangu kama sijafunga siku moja tutaendelea kujaribu tena. Wewe na shoga kujaribu. Mimi bia. Sijui au kitimoto ni mwachie nani? Bia hapa ndio ishafika. Mama kitimoto ndio ishafika. Furu kula tu. Upo. Hapo ndio siachi kula, siachi fanya chochote. Ramadhani tajua yenyewe. Mimi na Ramadhani pina wapi? Kufunga mwakani labda nikitaka kufa. Taarifa kwa umma. Mchana shoga yangu sitaki nikuone. Maana usije hapa umevaa vigo vyako vimini vyako kwa kutamanisha kakaangu akatoka. Kwa hivyo kwa gani hivyo kwa wenyewe sura hana, shepu hana, nyonyo hana, kaka gogo tu. Uliza uambiwe dada siri zake zote ziko hapa. Shepu hapa. Hana maana. Kaka yako wenyewe yule anatafuta anamke sio wa pili, sio anatafuta mke wa tatu. Mimi ndio ninashika kazi gani? Nguo fupi na mwachia nani? Shoga yangu ndio hivyo kwa hiyo. Sitange. Hakuna baraza kuja ni safi. Kodongo napo kuzuri. Nishapata hapa ninakula kule na lala bure afu nipachezee. Sio kweli. Bwana harusi huyo. Nakuona unapoyanga mwenyewe. Wewe mbona unapenda sana kunichekesha? Wewe unakwambia mimi naoa nani? We baba. Njoo kwa spidi. Taratibu. Chili chala. Wewe unamwona nani? Wewe. Cheza na vingine usizo na umbea wa mtaa huu. Unafanya jambo usiku asubuhi liko leo tunalijua. Opo. Asiyejua kama wewe leo usiku unaoa nani, tena unaoa kwa. Ai, begeni bakishe. Alafu wewe, mimi sitaki mazoea na wewe hata kidogo. Mipango yangu sio mipango ya kwako wewe. Na aliyokuambia kama mimi naoa, afu nyinyi ndio mnatafuta gabada. Kwani nitakukata kibao cha mdomo wewe? Nikifunge hicho kidomo chako. Kufuatafuata mambo ya wenzako wewe. Mimi mbona sikufuatilii mambo yako? Mangapi wewe mimi nakuwa? Mimi sitaki mazoea na wewe hata kidogo. Hii ya mchelewaji kwenda polisi. Ule urefu sasa. Wote akasema. Ndugu yangu kiukweli tuendelee tu. Ndugu yangu kasi yako naiona. Kasi yako? Naiona. Yaani kile kiwanja nimekusimamia ndani ya siku kadhaa tu ndugu yangu mjengo utoshenuka vile. Ndugu yangu bwana okay. Asante sana. Kwenye hilo? Hapa. Baba uchelewi. Umepesi macho? Chuma. Ndugu yangu hongera sana bwana ndugu yangu. Nimepita mimi pale juzi kati pale. Dada na mambo mengi sana. Mimi ndo napenda tu kama nyie. Sio vizuri. Hamna mambo ya kusubiri, si ngoja kama vile unamtoa mwali tena akanemeoa. Yakazi. Unaozoa siku kadhaa baba, kiwanja mzigo ule pale. Ila sasa na kitu nimekisahau. Nini? Jengo ukiisha pale. Najua tu tutakao wapangaji. Nione mimi. Sasa dalali, nitafuta nani mwingine zaidi ya kwenu ndugu yangu?
siwezi kumtafuta mtu mwingine zaidi yako wewe, kwa sababu wewe umenitafuta kiwanja, umeona? Wewe unafanya mimi nimekuwa huku, kwa siwezi mimi wewe kutafuta mtu mwingine, yaani mimi si mmoja tu fresh. Na jambo yani kuomba Mungu likikaa sawa tu, kila kitu kimeisha baba. Jambo limeisha. Unaona bwana? Hilo baba limeisha. Au si? Nishapata mkunaji yote. Kwa tu. Hapo. Ndugu yangu hapo usiwaze. Hicho kitu baba. Yaani ndio maana nimekuja kukuambia mapema. Hiyo usijali. Au vipi? Usijali. Ila sasa unajua bwana bosi wangu mwezi watu tumeona. Cha vizuri. Bwana mwenye jina lake Ramadhani ndo kashafika huyu mgeni wetu bwana. Unajua tena? Sasa. Siku ile hata sijui daku nalipataje. Sasa bosi wangu. Dogo. Nipate daku alafu kesho tunajua namkia kufunga. Yale shaanza tayari mambo yako. Bwana wewe kwenye ukweli bwana tuseme bwana ndugu yangu. Bwana wewe kwamba kuchukua. Sawa. Kwanza mimi Ramadhani bwana nikaenda kushoto. Leo kulingana na kati zangu hizi bwana hizi. Si unajua mimi kikweli afya mstafunga. Kwa sababu mimi najua kazi zangu jisilivu. Kazi zangu mimi kulumani, yani ile kumeza. Sio vizuri. Kumi Ramadhani kidogo itani. Kwa sababu kazi zangu za minyana. Si unajua? Ndio, mara umeenda huku umerudi huku. Si unajua tena miguu kukundu. Bwana Sasa haina shida jambo lako. Sawa. Limeisha hilo. Limeisha. Na likamilisha. Nalimaliza. Basi ndugu yangu mimi. Mimi kwenyewe nakukubali. Kwenye hiyo? Wala sina maneno na wewe bwana. Mimi kwanza nashukuru sana na Mungu akuongezee neema na sawa wangu ndugu yangu. Dalali wewe. Kwa sababu mambo mengi. Nisikwambia ndugu yangu hivi bosi. Mimi nakuaminia. Yaani uchelewi. Uchelewi kabisa. Basi sawa. Hivi. Hapo mimi nakusindikiza wewe ndugu yangu. Unafikiri? Yaani wewe bosi wangu mimi nakukubali. Ndio. Sawa vizuri. Kwenye mambo wapi saa saba sio wenyewe kina mama wanakwambia saa saba. Mwezi wa Ramadhani, njia bora ya kwenda peponi. Mwezi wa Ramadhani, njia bora ya kwenda peponi. Miezi 11 unakula mchana, siku 30 za kushinda nini? Ewe mwanadamu nini unafanya tambua? Adhabu kali za kungoja, kufunga ni thawabu kwa Mola, na pia tutapata afya bora. Mtume wetu amesema tufunge tutapata afya. Ramadhani karim, ya Ramadhani, Ramadhani karim, ya Ramadhani, Ramadhani karim, ya Ramadhani. Tuheshimu mwezi wa Ramadhani, ndio njia bora ya kwenda peponi. Tuheshimu mwezi wa Ramadhani, ndio njia bora ya kwenda peponi. Tuheshimu mwezi wa Ramadhani, ndio njia bora ya kwenda peponi. Tuheshimu mwezi wa Ramadhani, ndio njia bora ya kwenda peponi. Ya kwenda peponi. Ramadhani ndio njia Ya kwenda peponi.